Mtazamaji wa Mbayu TV, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya Nyasa kimetangaza kuanza kwa mikutano ya hadhara katika mikoa ya kanda hiyo kuanzia Machi 23 mwaka 2025 kwa lengo la kuwaeleza wananchi msimamo wa chama hicho wa no reform no election. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Mbeya Machi 20 mwaka 2025 katika ofisi za kanda hiyo, mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyasa Joseph Osmond Mbilinyi alimaarufu Sugu amesema mikutano hiyo itazinduliwa na mwenyekiti wa taifa wa Chadema Tundu Antipas Lissu ambaye ataongoza mikutano ya hadhara na vikao vya ndani katika mikoa ya Mbeya, Songwe na Rukwa. Aidha, makamu mwenyekiti bara John Wegesa Heche yeye ataongoza mikutano hiyo katika mikoa ya Mbeya kisha kuendelea na mkoa wa Njombe na hatimaye kufunga mikutano hiyo mkoani Iringa kabla ya kuelekea kanda nyingine. Katika mikutano hiyo, ajenda kuu itakuwa kueleza wananchi umuhimu wa mabadiliko ya mifumo na sheria za uchaguzi ili kuhakikisha kuwa uchaguzi mkuu unafanyika kwa haki, uhuru na amani. Chadema imesisitiza kuwa iwapo hakutakuwa na marekebisho ya sheria hizo, chama hicho kitasimamia msimamo wake wa kushinikiza wananchi kuhususia uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu 2025. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa baraza la wanawake Chadema Bawacha Tanzania Bara Elizabeth Mwakimomo amesema chama hicho kitaendelea kuwa tumaini la wananchi kwa kutetea maslahi ya taifa, ikiwemo kupigania katiba mpya, tume huru ya uchaguzi na mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Na Mwakimomo ameongeza kuwa wanawake ndani ya Chadema ni jeshi linalosimama imara katika kupigania mabadiliko ya kweli yanayolenga kuhakikisha viongozi wanaopatikana ni wale wenye moyo wa kuwatumikia wananchi kwa uadilifu. Na ziara ya viongozi wa Chadema taifa kanda ya Nyasa itadumu kuanzia Machi 23 hadi Machi 29 mwaka huu 2025, ambapo chama hicho kitakutana na wananchi kupitia mikutano mbalimbali ya hadhara na vikao vya ndani. Pia ziara hiyo itaambatana na kampeni ya no reform no election inayosisitiza mabadiliko ya sheria za uchaguzi, pamoja na kampeni ya tone tone inayohimiza wananchi na wanachama kuchangia chama ili kiweze kujiendesha. Baada ya kanda ya Nyasa, Chadema kitaendelea na mikutano hiyo ya hadhara katika kanda nyingine nchini kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Hata hivyo, vyama vingine vya siasa vikiwemo CCM vimeendelea na maandalizi ya uchaguzi huo, huku vikisisitiza kuwa uchaguzi hauwezi kuzuiwa na mtu, taasisi au chama chochote kwa kuwa ni suala la kikatiba. Bwana, katika taarifa hii ambayo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wameweza kuitoa, inaashiria kwamba wao wanataka kupita mikoani na katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kusudi kuhakikisha kwamba wanazungumza na wananchi, wanatafuta uungwaji mkono wa wananchi. Tulimsikia Tundu Antipas Lissu mapema wakati akitangaza ajenda hii kwamba watatafuta kuungwa mkono na watu mbalimbali ambao ni maarufu ama watu mbalimbali ambao wana ushawishi katika nchi hii ya Tanzania, ambapo watatafuta taasisi za kidini, watatafuta viongozi mbalimbali na watatafuta mashirika mbalimbali ya kimataifa na balozi mbalimbali ambazo zipo hapa nchini waweze kuwaunga mkono katika ajenda yao hii ya no reform no election. Lakini baada ya hapo watajaribu kupita kwa wananchi. Hapa sasa ndio wanakwenda kuanza kuzunguka kwa wananchi kuanzia hiyo Machi 23. Ziara hiyo inakwenda kuanza katika mkoa wa Mbeya na hitimisho lake ni ile Mei 10 mwaka huu 2025. Ziara hiyo itatamatika kule visiwani Zanzibar, ambapo Chadema watakuwa wakizungumza na wananchi, na ajenda kubwa ni kwamba wao kama hakuna mabadiliko ya katika sheria za uchaguzi hawatoweza kushiriki uchaguzi. Lakini Chama cha Mapinduzi kupitia makamu wake mwenyekiti Wasira, yeye amesema kuwa hakuna chama, kiongozi wala taasisi ambaye wanaweza kuzuia uchaguzi. Uchaguzi umepangwa na upo pale pale.
na aliweza kunukuliwa akiwa Tunduma kwamba wao kama serikali na CCM ndo wanaongoza serikali wana uwezo wa kumvumilia mtu yeyote yule akifanya jambo lolote nchini Tanzania, lakini si yule mtu ambaye anajaribu kuvuruga ama kuharibu amani. Hawataweza kuwa na huruma na mtu wa aina hiyo. Bwana mtazamaji wa Mbayu TV, ni kukumbushe kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Lakini pia unayo fursa adhimu na adimu ya kuhakikisha kwamba unatufuatilia pale katika Instagram account yetu. Huko sisi tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Huko pia tufuate, tunakuelimisha na kukuburudisha wewe. Nite David Edward, uwe na jioni njema.